Karibu tena msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Nyamuswa. Wanasema kosa linaweza kufichwa kwa muda, lakini dhamiri ya mwanadamu na matokeo ya matendo yake haviwezi kufichwa milele. Kila tendo lina athari zake, na kila uamuzi tunaofanya huacha alama katika maisha yetu na ya wengine. Ndio maana busara husema, kabla hujamuumiza mwenzako, jiulize kama ungeweza kuvumilia maumivu yale yale yakikurudia. Sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Daudi alikuwa ameenda nyumbani kwa kina Boke akiwa ameandamana na mama yake. Lengo na dhumuni la Daudi kwenda nyumbani kwa kina Boke ni kwa ajili ya kwenda kumuomba msamaha kwa sababu alimpa ahadi za uongo. Daudi alienda kwa kina Boke huku akiwa amevunjika moyo na kuamua kuomba msamaha kwa makosa aliyokuwa amemtendea. Lakini jambo ambalo Daudi hakulitegemea ni kwamba Boke alimtazama machoni na kusema kuwa hamjui wala hajawahi kumuona. Na baada ya maneno hayo, Daudi na mama yake waliamua kuondoka na kurudi nyumbani huku akiwa amejawa na maswali mengi yaliyokosa majibu. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai, anayetupa kisa hiki ni mwanakaka anayefahamika kwa jina la Daudi. Basi tuendelee na simulizi yetu. Daudi anaendelea kutueleza. Basi, baada ya kuondoka nyumbani kwa kina Boke, safari ya kurudi nyumbani kwao mama yake Daudi pamoja na Daudi ilikuwa imewadia. Safari ilikuwa na ukimya wa hali ya juu. Hakuna mtu aliyesema neno. Daudi alikuwa anatembea huku kichwa chake akiwa ameinamisha chini. Macho ya Daudi yalikuwa yamejaa huzuni. Maneno ya Boke yalikuwa yakijirudia akilini mwake mara kwa mara. Maneno yaliyojirudia ni yale ambayo Boke alimwambia kwamba Daudi, sikujui wala sijai kukuona. Kila Daudi alipojaribu kuyafuta maneno hayo mazoni mwake, ndivyo alivyozidi kumuumiza zaidi. Na walipofika nyumbani, Daudi alijivuta mpaka sebuleni. Daudi akaketi kwenye kiti cha mbao kilichokuwa karibu na dirisha. Daudi hakutaka kula, hakutaka kuzungumza na mtu yoyote yule. Mama yake alimsogelea polepole Daudi na kukaa pembeni yake. Mamake Daudi alimtazama mwanawe kwa muda mrefu, alimuonea huruma sana. Basi kwa mara ya kwanza, mamake Daudi alikuwa anamuona mtoto wake ambaye hakuwahi kumzoea. Daudi kwa wakati huo hakuwa na majivuno, hakuwa na tabasamu la dharau. Alikuwa ni kijana aliyekuwa amevunjika moyo. Mamake Daudi akanyosha mkono wake na kumshika begani. Mamake Daudi akamwambia Daudi, akasema, mwanangu. Daudi hakuitika. Mamake Daudi akaendelea kuongea. Akasema, kijana wangu, usikate tamaa kiasi hicho. Daudi aliendelea tu kumsikiliza mamake. Kisha akamwambia mamake, akasema, mama, nisikate tamaa kivipi? Kwa nini nisikate tamaa? Ona hali yangu, siwezi kufanya kitu chochote kile katika maisha yangu. Mama, nimejaribu sana. Nimeenda kumuomba msamaha kwa moyo wangu wote Boke, lakini hata kunitambua hakutaka. Sauti ya Daudi ilionyesha uchungu wa hali ya juu. Daudi akaendelea kusema, akasema, mama, ninaona kama nimechelewa sana. Nimechelewa. Mama yake Daudi akamfuta machozi aliyokuwa yameanza kumtoka mtoto wake. Mama yake akamwambia, akasema, mwanangu, kila jambo lina wakati wake. Daudi akamwambia mama yake, akasema, mama, vipi kama hata nisamee? Si nitaishi katika hali hii maisha yangu yote. Nitakufa nikiwa na aibu kubwa sana. Mama yake Daudi alimwangalia sana Daudi kwa upole, kisha akasema, mwanangu, kama Boke ameamua kutokukusamea kwa sasa, muache. Hatuwezi kumlazimisha. Kusamea ni uamuzi wa mtu. Daudi akainamisha kichwa. Daudi akasema, mama, nifanye nini sasa kama Boke hataki kunisamea? Nifanye nini mamangu? Mamake Daudi akamshika Daudi mkono kisha akasema, mwanangu, tutaendelea kutafuta njia ya kukusaidia. Yaani hatuwezi kukaa tukiona unateseka namna hii. Sisi ni wazazi wako. Unavyoumia wewe, tunaumia pia. Tena ikiwezekana, tunaumia zaidi yako. Daudi akanyamaza kimya akiendelea kumsikiliza mamake. Mamake Daudi akaendelea kuongea. Akasema, Daudi, huenda bado ipo njia nyingine ya kupata msaada. Tutazungumza na watu wenye busara. Tutatafuta ushauri na tutaendelea kukuombea. Cha muhimu usikate tamaa tu mtoto wangu. Daudi akamwangalia sana mama yake kwa macho yaliyokuwa yamejaa machozi. Akasema, asante sana mama. Asante kwa kutokunichoka.
Mama yake akatabasamu kwa huzuni kisha akasema Daudi, bwana, wewe ni mwanangu. Maumivu yako ni maumivu yangu pia. Basi usiku ule nyumba kina Daudi ilitawaliwa na ukimya mzito. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Mama yake Daudi alikuwa akiomba moyoni kwamba mwanawe apate nafuu. Na Daudi alikuwa akitafakari jinsi maisha yake yalivyobadilika kwa muda mfupi tu, akitamani angalau apate nafasi nyingine ya kurekebisha makosa aliyoyafanya. Bado tunaendelea na simulizi ya Siri ya Nyamuswa. Basi siku zilizofuata, habari za hali ya Daudi zilianza kuenea taratibu ndani ya kijiji cha Nyamuswa. Watu waliokuwa wakimfahamu Daudi walishangaa kusikia kwamba kijana aliyekuwa mwenye nguvu, mchangamfu na kijana mwenye kujiamini kupita kiasi, kwa wakati huu alikuwa akitumia muda mwingi akiwa ndani ya nyumba yao. Habari hizo ziliwafikia hata marafiki zake wa karibu. Basi asubuhi moja marafiki zake waliamua kwenda kumtembelea Daudi. Walipofika nyumbani kwa kina Daudi, mama yake aliwakaribisha kwa heshima. Akasema, karibuni wanangu. Wakaitika, asante mama. Tumesikia hali ya Daudi kwamba si nzuri, ndio maana tumekuja kumuona. Mama yake Daudi akatikisa kichwa kwa huzuni kisha akasema, ni kweli, rafiki yenu anaumwa sana. Nendeni mkamuone. Amekuwa tofauti sana. Basi marafiki wa Daudi wakaelekea mpaka chumbani kwa Daudi. Na walipofungua mlango, marafiki zake wote walibaki wamesimama kimya. Walikuwa wanashangaa. Hakuna hata mmoja aliyesema neno. Yaani yule Daudi aliyekuwa ameketi kitandani hakuonekana tena kama yule Daudi waliokuwa wamemzoea. Mwili wake Daudi ulikuwa umedhoofika sana. Mashavu yake yalikuwa yameingia ndani. Macho yake yalionekana kuchoka kana kwamba hakupata usingizi kwa siku nyingi sana. Hata tabasamu lake lililokuwa likiwavutia watu wengi lilikuwa limetoweka kabisa. Basi mmoja wa marafiki zake alishika kichwa kwa mshangao. Akasema, Daudi, ni wewe kweli Daudi? Daudi aligeuza macho yake taratibu. Daudi akajitahidi kutabasamu, lakini tabasamu hilo halikudumu hata sekunde chache. Daudi akasema, ndio, ni mimi Daudi. Kijana mwingine akavuta kiti na kukaa pembeni yake. Akasema, hapana, siamini. Yaani huyu sio Daudi tunayemfahamu. Daudi, kuna nini kimekupata mpaka umefikia hali hii? Daudi akatikisa kichwa pole pole kisha akasema, hata mimi mwenyewe sielewi ndugu zangu. Sielewi kabisa. Marafiki zake walitazamana kwa huzuni. Walimtazama kwa huruma sana Daudi. Walimkumbuka yule Daudi ambaye alikuwa akicheka kila muda, ambaye alikuwa akijigamba. Walimkumbuka Daudi aliyekuwa akijivunia uzuri wake. Daudi aliyekuwa akisema hakuna jambo lingeweza kumshinda katika ulimwengu huu. Lakini kwa wakati huu hata kuzungumza tu kwa sauti ya kawaida ilikuwa ni kazi kwake. Basi mmoja wao akasema kwa masikitiko. Akasema, Daudi, unakumbuka tulivyokuwa tunakaa pale sokoni kila jioni? Ulikuwa ushiwi maneno. Daudi akatikisa kichwa akasema, nakumbuka ndugu yangu. Rafiki yake akaendelea kuongea, akasema, tulikuwa tunacheka pamoja. Daudi akasema, nakumbuka. Huyo rafiki yake akaendelea kuongea, akasema, leo kwa kuona hivi, inaniuma sana Daudi. Daudi akainamisha uso. Daudi akasema, yani kwa hali hii niliyofikia, nisingependa hata mara moja, yani hata adui yangu imfike hali hii ninayopitia. Ukimya ukatawala kwa muda. Kijana mmoja aliyekuwa mtulivu kuliko wote akasema, Daudi, kama kuna jambo lolote unahitaji kutoka kwetu, usiogope kutuambia. Sisi tupo pamoja na wewe. Daudi akawatazama mmoja baada ya mwingine. Macho yake yakaanza kulowa kwa machozi. Daudi akasema, asanteni sana ndugu zangu. Asanteni sana marafiki zangu. Hata siku moja sikuwahi kufikiria kwamba siku moja ningewahitaji marafiki wa namna hii. Asanteni sana. Kwa wakati huu hakuna rafiki aliyecheka, hakuna aliyefanya mzaha. Walibaki wameketi pembeni yake wakimtia moyo na kumfariji, huku kila mmoja akitamani kumuona rafiki yao akirejea katika afya na hali aliyokuwa nayo hapo zamani. Basi kwa upande wa Amina, ambaye ni mke wa Daudi, ukumbuke alienda kutibiwa nyumbani kwa wazazi wake. Lakini sehemu ambayo alienda kutibiwa, mtu yule alimwambia kwamba Amina kama anataka kupona, basi aachane kabisa na ndoa na Daudi. Asiendelee na ndoa hiyo kwa sababu chanzo cha matatizo yake ni Daudi mwenyewe. Kuna binti ambaye alimkasirisha, na binti wa mizimu, binti anayefahamika kwa jina la Malkia wa Majini. Binti huyo alimpa zawadi kubwa sana Daudi ambayo aliichezea, na alimdanganya na kisha akaenda kumuoa Amina.
Hivyo kama anataka kuendelea kuishi, basi ni lazima achane na Daudi. Na hivyo anatakiwa kumwambia ukweli. Maneno hayo yalimshtua sana Amina pamoja na wazazi wa Amina. Lakini kwa kuwa wazazi wa Amina walitaka kulinda uhai wa mtoto wao, walikuwa hawana budi. Waliamua tu kumwambia ukweli binti yao kwamba kama kweli anataka kupona, basi ni bora achane na Daudi, kwa sababu chanzo cha matatizo yote ni Daudi. Na kama ataendelea kuwa naye, hataishia tu kwenye maumivu, bali atafariki. Maneno hayo yalimtisha sana Amina. Yalimtisha. Hata siku moja hakuwahi kufikiria kwamba mapema tu kiasi hichi, ndoa yake ya miezi michache, eti achane nayo tu kwa muda mfupi. Lakini alipokumbuka maneno ya wazazi wake, ikabidi tu akubali. Hakutaka kuendelea na mateso yale kwa sababu tayari yalikuwa yamemchosha. Amina alikuwa anatumia dawa nyingi sana, lakini alikuwa anatoa harufu kali sana. Basi baada ya Amina kukubaliana na hali hiyo, wazazi wa Amina walikubaliana kumsindikiza mtoto wao hadi nyumbani kwa kina Daudi. Basi siku 2 baadaye, Amina aliamua kwenda nyumbani kwa kina Daudi. Amina hakwenda peke yake. Aliandamana na baba yake pamoja na mjomba wake. Walitaka mazungumzo yafanyike kwa heshima na utulivu. Mama yake Daudi alipowaona wakiwa getini, aliwakaribisha kwa heshima. Akasema, jamani, karibuni." Wakaitika, "Asante sana." Basi baada ya salamu, walianza kuzungumza kwa muda mfupi kabla Amina hajaomba kuonana na Daudi. Basi Daudi alitoka chumbani taratibu. Mwili wake ulikuwa umedhoofika kuliko siku za nyuma. Daudi alitembea kwa shida, huku uso wake ukiwa umejaa uchovu. Daudi alipomwona Amina, macho yake yalionyesha matumaini. Daudi akasema, "Amina." Lakini Amina hakutabasamu. Amina alibaki amesimama kwa utulivu. Daudi alimsogelea kwa hatua chache Amina. Akasema, "Nashukuru sana mke wangu. Nashukuru umekuja. Yaani nilikuwa nakuwaza kila siku." Amina akavuta pumzi ndefu kisha akasema, "Ndio Daudi, nimekuja kwa sababu nataka tuzungumze. Pole sana. Naona ugonjwa umekuharibu sana. Taarifa zako ninazo Daudi." Daudi akasema, ndio hivyo mke wangu. Yaani ni majaribu tu ya duniani. Vipi wewe, hali yako unaendeleaje?" Amina akasema, "Hali yangu ndio iliyonifanya nije hapa kuongea na wewe. Kwa sababu mimi hali yangu bado ni mbaya sana. Kila siku zinavyozidi kwenda, mwili wangu unazidi kutoa harufu. Yaani natembea ni kama mfu hai." Daudi akasema, hata sijui tatizo ni nini." Amina akasema, "Ndio, wewe hujui tatizo ni nini, lakini mimi tayari nimeshaambiwa tatizo." Daudi akasema, kama umeambiwa tatizo, basi ni bora twende tukazungumzie sebreni, ili wazazi na wenyewe pia wajue ni tatizo gani ambalo lilikuwa linakusumbua. Basi Daudi na Amina wakafika mpaka sebreni. Walikaa pamoja na wazazi wao. Basi Amina akaanza kuongea mbele ya wazazi wake. Akasema, "Daudi, najua sikupaswa kukuambia maneno haya ikiwa ingali upo katika hali hiyo, lakini nitafanyaje? Na mimi natetea uhai wangu." Daudi akashtuka, akasema, "Unamaanisha nini kuongea hivyo Amina?" Amina akasema, "Wazazi wangu pia wanajua tatizo langu ambalo lilikuwa linanisumbua ni nini. Kuna sehemu tulienda. Walisema tatizo ni wewe Daudi. Kuna binti ulimdanganya ambaye ni malkia wa majini, ndiye ambaye anataka kulipiza kisasi. Ulimdanganya kwamba utamuoa, kumbe ulikuwa uko katika mahusiano serious na mimi. Binti huyo amekasirika sana, na hapo na yangu ni lazima niachane na wewe. Yaani kiufupi tu kwamba nataka mimi na wewe tuachane." Maneno hayo yalimshtua sana Daudi. Akasema, "Amina, unasema nini?" Amina akasema, "Daudi, ninausema ukweli wa moyo wangu." Daudi akasema, Hapana Amina, usiseme hivyo. Nilijua umekuja hapa labda kuna matumaini ya mimi kupona, baada ya wewe kupona kupata mwanga wa afya yako." Amina akaendelea kuongea. Akasema, "Ndio. Niliingia kwenye ndoa hii nikiwa na matumaini makubwa sana Daudi. Lakini tangu mwanzo wa maisha yetu ya ndoa, tumepitia mambo mengi ambayo sikuwahi kuyatarajia." Daudi akasogea karibu zaidi na kuendelea kumwambia Amina. Akasema, "Amina, tafadhali usiniache." Amina akatikisa kichwa pole pole. Akasema, "Hapana Daudi, nimefanya uamuzi wangu ulio sahihi." Daudi machozi akaanza kumtoka. Akasema, "Amina, nakiri nimekosea katika maisha yangu yaliyopita, lakini naomba unipe nafasi angalau moja tu nirekebishe kila kitu kilichotokea katika maisha yangu." Amina alimwangalia kwa huzuni Daudi, kisha akasema, "Daudi, makosa hayo ukunifanyia mimi, hukunikosea mimi Daudi, lakini athari zake zimenikuta ndani ya ndoa yangu, zinaniathiri hadi mimi.
zinaniharibu mfumo wa mwili wangu, siwezi kuendelea. Daudi akapiga magoti, akasema, tafadhali Amina, usiniache. Sina mtu mwingine wa kunistiri katika kipindi hiki kigumu, sina. Mama yake Daudi alianza kulia, akasema, mwanangu Amina, tafadhali msamehe, anapitia mateso makubwa sana, usimpe mateso mengine mwanangu. Amina naye macho yake yakajaa machozi, akasema, mama, sifurahi kumwona Daudi katika hali hii, sifurahi kabisa, ninamuonea sana huruma. Alikuwa mume wangu, lakini siwezi kuendelea kuishi katika maisha ambayo kila siku yamejaa hofu na sitofahamu. Daudi akalia kwa sauti, akasema, Amina, nitabadilika kweli, naahidi nitakuwa mtu mwingine. Amina akafuta machozi yake, akasema, Daudi, ninaomba familia zetu zikae na zizungumze juu ya kuvunja ndoa hii kwa utaratibu unaofaa. Mimi nimefanya uamuzi wangu. Maneno hayo yalikuwa kama mzigo mzito uliotoa juu ya moyo wa Daudi. Daudi alijaribu kusema tena, akasema Amina, lakini Amina hakubadilisha msimamo wake. Amina aliwaaga wazazi wa Daudi kwa heshima, na kabla hajaondoka alimtazama Daudi kwa mara ya mwisho. Akasema, Daudi, nakutakia heri, upate afya na amani ya moyo wako, lakini safari yangu inaishia hapa. Baada ya kusema hivyo, Amina aligeuka na kuondoka pamoja na babake na mjomba wake. Daudi alibaki amepiga magoti pale sebleni, machozi yakimtoka bila kuyazuia. Nyumba nzima ilitawaliwa na ukimya mzito, huku mama yake akimkumbatia mwanawe aliyekuwa amevunjika moyo kuliko wakati mwingine wote maishani mwake. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Nyamuswa. Je, ni kipi ambacho kitafuata katika simulizi hii? Bado Daudi anaendelea kupitia mateso makubwa katika maisha yake. Bado anaendelea kupambana na maumivu wa mwili wake. Na mwili wake bado unaendelea kuvimba siku baada ya siku. Na Amina tayari ameomba kuachana na Daudi. Na wanasema ili Daudi ili aweze kupona ni lazima aombe msamaha wa dhati kwa yule aliyemkosea. Akimsamehe tu basi hali yake inarudi kama zamani. Je, Boke atakubali kumsamehe Daudi au Daudi ataendelea kupata mateso yake? Ili kujua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Siri ya Nyamuswa.